si rahisi. Hii clip nikafikiria nichinyonge, nikafikiria nijiue, nipe watoto dawa. Lakini nikirudi kwa kitabu wanasemangu kichinyonga hakuna siku utaweza ona Mungu. So nimejikaza sana. Kuna clips zenye ninatumanga YouTube, TikTok, watu waone. At least si ati ni rahisi. Nimepitia mambo ile yenye ambayo siwezi ona. Nilikuwa na mwanaume, ninawapea tu ka story guys. Kuna mwenye anaweza ona hiyo clip na anaweza comment, subscribe na tuko pamoja. Akaniacha na watoto 6. Wasichana 2, vijana 4. So nilikuwa mdogo nikizaa watoto, nilikuwa na 16 years na niliacha shule katikati. Mama yangu akapata ajali, akagongwa na gari, akaniachia pia wetu. Na nikaona mwanaume amenisumbua sana, ananipiga. Nilikuwa na biashara na niomba pesa, nikaamua kuhamia Nairobi. Nairobi nimesurvive, nikakuja nikapata pesa, nikafungua duka. Bado nikaweka ikuwa rahisi. Sasa hii maisha vile hii wakati iko ngumu, nikarudi tena nikauza hiyo duka 30,000 na nilikuwa nimeweka 200. Nikarudi nikaanza kutembeza nguo isiri. Hiyo nguo sasa saa hii uzangi kabisa. Nyumba ndio hiyo nilikuwa naishi Bakongeni Karoleni. Nikaenda nikaizi huko Mwiki. Huko Saidi Kasarani, na ni rafiki yangu Mkikuyu tu alinisika mkono akanirumia akanilipia nyumba na akalipa deposit. Lakini sasa wakati nimefikiria hivi, nikafikiria nichiue juu huyu mwanaume akienda aliniachia watoto 6 na sijaongeza mtoto na sina rafiki. Ni mimi peke yangu. Mwanamke pomba, mwanaume pomba ni mimi akiwalai. Na mama yangu aligongwa na gari akaacha watoto 3. Bado nikachukua hiyo mzigo wote wakawa 9. Sasa saa hii ilifika mwisho mpaka nikarudisha wale watoto kwao, hao wenye wako kwetu, ndugu na sister mmoja. Juu wangu saa hii mwingine ako form 2, wawili wako form 2, kijana na msichana, mwingine ako grade 9, mwingine grade 2, mwingine grade 1, mwingine grade 6. Si rahisi. Mwenye naona hii clip na nirudia, subscribe na kulike. Kwa nini? Sasa mpaka nikasema ninunue simu kwa sababu nikikaa hivi peke yangu wallahi nachihurumia. Nasikia kukufa juu maisha mnaona vile niko peke yangu, single mom. Hadi TikTok nilikuwa nimeandika hiyo jina lakini nikatoa, nikasema wacha tu nianze tu kuweka hata vitu zangu sione ya waendelee kuona. Imefika mwisho guys, sasa siwezi kulipa nyumba. Ni school fees ndio hiyo. Nilikuwa naomba hivi, mimi sitaki kusaidiwa. Ama ukiona unisaidie hata kama na basi. Kuna clips zingine mkienda kwenda jini kwa hiyo profile yangu YouTube, kuna manguo yenye nawekanga kwa kichwa, nimejaribu imesindikana siuzi. Mimi sasa hata nilikuwa nasema nifanye vipindi at least naenda nauzia mtu manguo. Mimi yani naonanga siwezi ogopa kwa sababu nilikuwa naona nichiwe, lakini nikasema hapana. Ili niingie mtandaoni at least nikuwe na simu yangu isise moto. Niwekaweke hizo vitu kuweka, yani ni ile unakuanga na stress kali.